Hivi karibuni Aviation Tanzania tulipata fursa ya kutembelea katika maonyesho ya kibiashara na utalii ya Karibu Kili Fair kwa mwaka 2025 yaliyozinduliwa Juni 6 mwaka 2025 na kuhitimishwa Juni 8 mwaka 2025 katika viwanja vya Magereza jijini Arusha. Zaidi ya makampuni 500 kutoka Afrika Mashariki yalipata fursa ya kuonyesha bidhaa na huduma zao katika maonyesho hayo, na hapo ndipo tulipopata fursa ya kufanya mahojiano mafupi na mkurugenzi wa kampuni binafsi ya ndege nchini Tanzania ya Precision Air, Bwana Patrick Mwandri. Bwana Patrick, habari ya saa hizi? Salama tu zenu. Hongereni kwa maandalizi, naona tumefana hapa, watu wengi na kutoka. Sawa, tunashukuru sana na pia tunakushukuru kwa kuja kutembelea. Asante sana. Hii ni mara ya kwanza kushiriki kwenye maonyesho kama haya Kili Fair kwa Precision Air? Hapana, sio mara ya kwanza. Sisi tumekuwa ni washirika wa maonyesho kwa toka yameanza. Sina takwimu sahihi, lakini najua kama yameanza sisi tumekuwa ni washiriki na tumekuwa ni washiriki wakuu. Na mara zote tumekuwa tumetaka kama ni main sponsors. Na katika mwaka huu mlivyoshiriki kuna tofauti gani na ni kitu gani kipi cha kitofauti ambacho mmekuja kukionyesha katika maonyesho haya kama Precision Air? Nafikiri tunaona maonyesho yanazidi kukua, na kama unavyoona sera ya nchi sasa hivi ni kupromote utalii zaidi, uweze kukua zaidi kufikia ile zaidi ya milioni 5. Kwa nafikiri maonyesho kama haya yanapokuja katika kuendeleza hilo swala. Kwa kwetu sisi, kwa sababu kama unavyojua sisi ni operator wakubwa sana hapa Tanzania, na biashara yetu kubwa almost 60% ya biashara yetu iko kwenye upande wa utalii. Kwa hiyo kwetu sisi kuja hapa ni sehemu moja hapo kuja kukutana na wale partners wetu, kutafuta biashara mpya, pia kuelezea nini ambacho tulichonacho ambacho tunakiofa kwa sasa hivi na katika siku zijazo. Ni kitu gani kipya, huduma ipi mpya ambayo mnaiofa kwa sasa hivi in terms of routes, maeneo tofauti ambayo mnafika mapya tofauti ukilinganisha na mwaka uliopita? Kama unavyoona haya maonyesho ni kwa ajili ya utalii zaidi. Ndio. Nafikiri vivutio vikubwa sana vya utalii viko upande wa kaskazini kama Serengeti, na sisi tumeshaanza kutuletea Serengeti ambazo tunaanza tarehe 15 tutakuwa tunaenda kila siku Serengeti. Na pamoja na hayo tumeona pia kwamba tumeongeza route zetu za kuja hapa Arusha. Kutoka tunakuja mara 3 kwa siku, na tutaenda zaidi ya mara 5. Lakini pia tutaongeza route zetu hapa kwenda Nairobi, kwa tunajua mara 2 kwa siku, na tutaenda mara 3 kwa siku. Lakini pamoja na hayo tunajua kwenda Zanzibar. Watalii wengi sana wanaenda Zanzibar sasa hivi. Kwa hiyo huko nako pia tunajaribu pia kuongeza route zaidi tuweze kuona tunafanya. Hii pamoja na hayo tulifungua route yetu ya Iringa kama mnapokumbuka, muda mrefu kwa ajili ya kuweza kupromote ile Southern Circuit. Kwa hiyo na hii pia tumejaribu pia kuiunganisha na flight zetu ambazo zinatoka kwa Arusha kwenda moja kwa moja kule Iringa. Kwa hiyo tunaweza kutoka Iringa connect na flight yetu kuja Kilimanjaro na Arusha. Ndio. Mipangilio yote hii inaweza ikatekelezeka ndani ya muda gani hasa katika swala kuongeza idadi ya safari? Mipango yetu inaanza siku za nyuma. Yaani sasa hivi tuko katika utekelezaji. Sasa hivi kwa sababu unajua msimu unaanza tarehe 15 mpaka mwisho karibia mwezi wa 10. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa wameshajipanga kwa mteki. Kwa hiyo nafikiri watu wengi wategemea kuona huduma yetu ambayo itazidi kuimarika, na hata mimi mwenyewe nikasema pia this time around sio kushiriki hayo matokeo hayo maonyesho. Ndio pia ili niweze kujionea na kidogo kuweza kusupport timu yangu ambayo iko on the ground kila wakati katika kuhakikisha kwamba watu wanapatikana, ili pia kama kuna eneo lolote lile ambalo wanahitaji support yangu itakuwa rahisi zaidi. Lakini pia sisi pia kama viongozi mara nyingi huwa tunaidhinisha ile mipango ya kampuni. Kwa hiyo mara nyingine unaweza kuletea mipango wewe ukawa umeikataa, lakini kumbe kwa sababu huna ufahamu wa kutosha kuhusu hilo swala. Kwa hiyo moja wapo ya kitu ambacho nimekuja hapa pia ni mimi pia kujifunza na kuweza kuona nini kinatokea. Kwa hiyo na mimi pia nimeweza kutembea mabanda mengine ya watu wengine kuona biashara ambazo ziko kule, lakini pia tunajaribu pia kuangalia kitu kinaitwa synergy. Sisi tuko katika anga katika mambo ya usafirishaji, lakini kuna watu wana mahoteli, kuna watu wana maloji, kuna watu wana magari. Lakini sasa tunaweza kufanyaje ule mnyororo mzima wa utalii ukakamilika? Kwa hiyo hapa ni sehemu moja ya kuja kukutana na watu wadau wengine kuangalia jinsi gani tunaweza kukaboresha ile partnership katika kuhakikisha kwamba utalii unakuwa. Na kikubwa zaidi ninapenda sana kuambia watu ni tujitahidi kupromote destination Tanzania. Sasa ingine sisi tunapambana huko ndani kwa ndani kunyang'anyana, lakini tukiweza kutengeneza keki kaa kubwa zaidi. Kwa hiyo ina maana watu wengi tutapata zaidi. Kwa hiyo ni muhimu sana ile mashirikiano yakawepo, tukapanua wigo, tukaitania nchi yetu vizuri, tukaielezea vizuri nchi yetu, basi tukapata watalii wengi zaidi. Kwa sababu watu wakija kuona kwamba huduma ziko vizuri,
basi nadhani wengi watakuwa wanakuja kututembelea. Umegusia hapo mwanzoni katika swala la kuongeza idadi ya safari katika maeneo ambayo tayari kuna routes za Precision Air. Kuna maeneo ambayo umeona kuna uhitaji wa safari, kwa hivyo mnatarajia hivi karibuni kuzindua au katika mipango ya baadaye kuweka safari mpya katika maeneo yenye uhitaji ndani na nje ya nchi? Kwa sasa hivi tunaona uhitaji, kwa mfano kwa sisi tuna soko kubwa sana kule nchini Comoros. Ndio sema hapo tunataka tuendelee kupanua uwezo wetu kule, tumepewa fursa ya kuweza kuoperate ndani ya visiwa. Bado hawana shirika la ndege ambalo liko imara. Kwa ni sema kwa tunatarajia kuongeza uwezo wetu. Kwa hapa nchini tunaona serikali inaboresha viwanja vya ndege vingi. Tunaendelea kustudy kuona biashara inakuaje ili tunasibe kwa part ya hii expansion ya serikali ambayo inafanya. Nafikiri kila biashara yote mtu kabla hajaenda mahali anaangalia kuna activity gani na gazeti kama nikianza kuoperate hapa mahali kuna business sense. Wewe tu kwa sababu unataka tu kwenda kuoperate. Sisi hatu facilitate, sisi tunaenda kufanya biashara. Kwa hiyo wote kule ambapo tutaona kwamba kuna uhitaji wa usafiri wetu, basi sisi tuko tayari. Tuko very flexible. Sisi hatuna bureaucracy, ni swala tu la kuona kwamba kuna biashara kama ipo basi sisi tunaingia mara moja. Ndio. Hili ni swali binafsi kwako wewe kama mkurugenzi mtendaji wa Precision Air. Uliweka mikakati gani wakati unaingia katika ngazi ya uongozi kama CEO kuweza kuhakikisha kwamba kampuni inaingiza faida, kampuni inazidi kuzalisha faida kila mwaka wa fedha unapokamilika? Mikakati kwa kweli ni tuliweka mingi. Na nafikiri kama unavyoona toka mimi nilipoingia madarakani tulikuta na ile janga kubwa sana la corona. Ndio. Kwa hiyo kile kipindi kile tulikuwa tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba kampuni inasimama na watu hawapoteze kazi zao. Kwa hiyo tuliweka mikakati mingi sana kuhakikisha kwamba vitu vinaenda kwa kile kidogo ambacho kwa tunakipata. Na nafikiri hata leo unaweza kuona kwamba tupata hata senti moja kutoka mahali popote pale. Lakini mpaka leo bado tuna operate. Lakini kikubwa zaidi sisi kwetu tunajivunia sana kwamba tunawajenga Watanzania. Kuhakikisha kwamba Watanzania wanaweza kujengeka katika sekta ya anga, na ukishawajenga wale vizuri, na maana contribution yao katika kampuni nayo inakuwa ni kubwa sana. Na ndio maana tunajivunia kwamba kwa sasa hivi uweze kwenda hapa nchini Tanzania mahali popote pale usimkute PW Aluminium yuko pale. Na hapo mahali popote ukimkuta mtu wa PW sio yuko katika nafasi za chini, yuko katika nafasi ambazo nyingi ni za maamuzi na za kujenga. Kwa hiyo sisi tunasema tunataka kujenga shirika ambalo kama tunavyosema katika ile vision yetu, to be the airline of choice and the catalyst of change. Kwamba to be the airline of choice sio kwa wateja tu, lakini pia na kwa watu wengine ambao watatamani kuja kufanya kazi na sisi, kuwa partner pamoja na sisi. Tufanye biashara ambayo inakuwa ni kitu tunaita ni win-win, na ambayo tumekuwa nayo, ndio maana mpaka leo bado watu wanaendelea kutuamini. Na through that unaona ndio ile sustainability ya kampuni inakuwepo. Hatujapata bado faida, lakini ukiangalia zile namba zetu ziko wazi. Utaona ile hasara yetu inapungua mwaka hadi mwaka. Na tulikuwa tunatarajia kama mambo yote yakaenda sawa sawa mpaka mwaka 2028 tutakuwa tumebreak even, tutaweza kupost faida. Lakini pamoja na hayo tunasema tunataka tuwe ni catalyst of change. Nafikiri mambo mengi sana ya aviation ndani ya nchi ya Tanzania yako pale kwa sababu ya shirika la ndege la Precision. Kwa hiyo kama watu wataweza kuyasema sana, lakini ukienda mahali popote pale, sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kufanya mambo mengi sana ambayo tunaita innovative, na wengine wanakuja wanayafuata. Ukiangalia upande wa safety, ukiangalia katika training programs, ukiangalia katika mambo ya capacity buildings, unaona, katika kufungua new routes, katika innovation ya system mengi vingi sana, unaona kwamba ni shirika la ndege la Precision limefanya. Wengine unakuta pia bado wanakuja sio atuseme kwamba wanaiga, ni kama wanaona kwamba hii ni product ambayo ni nzuri, wanaboresha zaidi. Hata sasa hivi watu wengi labda wananiuliza bwana, wewe una compete vipi na ya Tanzania? Na mimi naambia hapana, ile ni project, ile ni serikali, na hata bidhaa zetu ni tofauti. Lakini sasa sisi inatupa moyo. Ukiona mtu anakubenchmark na mtu ambaye ni kwenye yako zaidi, nasema bwana unafanya katika nini? Ina maana kitu unachokifanya wewe pia kiko bora. Unafikiri ni kwa nini watu wana compete zaidi Precision Air na Air Tanzania? Kwa vigezo vipi hasa? Nafikiri wanajaribu kubenchmark kuona vitu ambavyo vinaenda vizuri. Hamna mtu ambaye anajicompare na kitu ambacho ni kibaya. Hata wewe sidhani kama utaweza kujicompare na kitu kibaya. Kwa hiyo nafikiri wao wanaona kwamba kuna kitu ambacho kweli ili shirika la ndege la Precision linalo. Kwa hiyo wanajaribu pia kuangalia kwamba basi hebu tuangalie hawa watu. Na hiyo ndio uzuri wa kuwa na makampuni ambayo yanafanya vizuri, kwa sababu kila mtu anajaribu kufanya kitu bora zaidi. Tusije kuwepo na maana labda mmoja kwa lingelala. Tunaweza tukasema kwamba wanawafanya mnakuwa mnaongeza zaidi
jitihada za kujikuza zaidi. Kabisa ya. Okay. Tuje katika upande wa idadi ya ndege. Mpaka sasa hivi tunavyozungumza, shirika la ndege lina idadi ngapi na jumla ya ndege ngapi, na kuna utaratibu wote au mpango wote wa kuja kuziongeza baadaye? Kwa sasa hivi sisi tuna ndege 8 ambazo tumeziregister, lakini tuna operate ndege 5. Hizo ndege nyingine 2 ziko kwenye, ndege nyingine 3 ziko kwenye matengenezo. Ndio. Nafikiri watoto mnaelewa kwamba kuna changamoto kubwa kwenye kitu supply chain kwenye mambo ya aviation. Makampuni mengi sana sasa hivi yanasapa kwa ajili ya tunaita post covid effect. Kuna changamoto kubwa sana kwenye upatikanaji wa vipuri, especially kwenye engines. Kuna big backlog kama sasa hivi ninazungumza na wewe, na almost kabisa engine kama 5 ziko nje kwa ajili ya zile overhaul, hatuweza kuzileta bado. Kwa hiyo nazo zikifika hapa basi nadhani hizo ndege zetu ndani zilizopo chini nazo tutazinyanyua. Okay, sawa. Na mpango wa kuongeza ndege upo. Nafikiri siku zitakapofika mtatusikia. Okay, sawa. Na sisi kwa kweli shirika la ndege hatupendi kusema sana. Tunataka tufanye ndio vionekane. Okay. So kwa hiyo nasema tu, afu baadaye wataanza kusema mbona ulisema imekuwa kutokea ndio. Okay. Kwa hiyo tunafanya then baadaye watu wanakuwa naona. Lakini kama unavyoona hapa pia tumefanya, na ndio maana mmeweza kujua. Na mmefanya vizuri hasa. Hongereni. Nimeona kuna jengo jingine pale, sijajua ile ni kwa ajili ya watu to make it kama international, watu ambao ni wa nje. Hiyo ni tunaita international buyers. Okay. Sisi tuko international zaidi. Alright. Sawa. Kwa hivyo neno la mwisho kwa watumiaji wa Precision Air. Sisi kwa kweli tunapenda kuwashukuru sana kwa support yao, kwa sababu hata ile slogan yetu tunasema kwamba you are why we fly ni kwa ajili yao. Wasingekuja na maana sisi tusingeanzisha biashara kabisa. Kwa hiyo tunapenda kuwashukuru sana, na pia watusamehe kwamba sisi pia ni operator, kuna changamoto zinatokea zingine kwenye utendaji wetu, lakini tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba zile safari zao ambazo wamezibook kwetu tunazitekeleza, na huko mbele tunakwenda mambo yatazidi kuwa mazuri. Tunaona industry inaanza kustabilize vizuri sana. Hata juzi umetoka kwenye mkutano wa IATA, wanatembea by 2027 na nadhani mambo yataanza kunormalize. Kwa hiyo ina maana hata huko kwetu pia vitu vitaanza kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo tukutuamini pale ambapo kuna changamoto, tutafurahi kupata maoni yao kuweza kuyaboresha, na kwa Watanzania wajue hili ni shirika la Kitanzania. Hata mimi ni Mtanzania, sisi ni Watanzania. Kama tunavyoambia kila siku tupende vya kwetu, basi na wenyewe pia waendelee kupenda vya kwetu. Ndio, sawa. Shukrani sana Mr. Patrick.